ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika, anakuja kucheza dhidi ya Simba Sports Club, timu ya pili kwa ubora Afrika, dhidi ya timu namba 5 kwa ubora Afrika. Hii ndiyo mechi yenye hadhi kubwa Afrika weekend hii. Hii ndiyo mechi kubwa weekend hii Afrika, kwa sababu timu za daraja la juu zinakwenda kucheza mchezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa mechi kama hii yenye hadhi kubwa, mechi kama hii kubwa, mechi hii ambayo Afrika nzima inaitolea macho, sio mechi ya shabiki wa Simba kubaki nyumbani ama kuangalia kwenye TV. Na nimefanya utafiti kidogo, nimebaini ya kwamba Simba hii ukiangalia live uwanjani inatia raha mara 50 zaidi na ukiangalia kwenye TV. Kwa hiyo shabiki wa Simba ambaye unataka raha, unataka kuenjoy, basi njoo Benjamin Mkapa siku ya kesho uje uione live uso kwa macho Simba yako. Lakini wapo wachezaji wengi wageni ambao mwana Simba hujawahi kuwaona. Sasa usikubali wachezaji hawa wageni wa Simba ukawaona tu kwenye TV. Njoo waone live kesho uwanjani wakifanya mabala yao. Ni mechi kubwa, tunawapa heshima zote. Esperance ni wakubwa wenzetu, tunapaswa kujipanga na kujiandaa vilivyo, kwa sababu ukienda kichwa amekuvua taulo ukweni. Kwa lazima uende kwa umakini wa hali ya juu kweli kweli, na sisi tunafanya vitu vyetu kwa umakini wa kiwango cha juu kweli kweli, tende tukapate matokeo katika mchezo wa kesho. Na ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba, niko hapa kuwahakikishia na kuwathibitishia wanasimba ya kwamba maandalizi tuliyoyafanya na tunayomalizia kuyafanya kwa saa chache zilizobaki ni maandalizi ya kwenda kupata ushindi siku ya kesho. Kesho hatuna option yeyote tuliyobakiwa nayo zaidi ya kupata ushindi, na insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa ubora na maandalizi ya wachezaji wetu, kwa userious ambao viongozi wetu wameuweka, mimi ninayo matumaini ya 100% kesho tunakwenda kupata ushindi. Kesho tunakwenda kuchukua alama zetu 3 za kwanza kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho tunakwenda kuweka hai matumaini yetu ya kuelekea robo finali. Kwa ambao hawajashuhudia pengine nyota mpya hii, tumeona mazoezi, tumeshawashuhudia na Aura, yeye Ismail na Mohamed. Umewazungumzia baada ya mchezo wa mwisho pale Istanbul. Mashabiki wategemea nini kwa kanda ya kesho? Tutapata burudani mchanganyiko ambazo hujawahi kuziona mwana Simba. Kwanza, kwa mara ya kwanza tunamuona Anicet Oura kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Tunamuona kwa mara ya kwanza Anicet Oura kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Mamadou Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango, kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Ismail Olivia Toure kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania Ino Jospin Olemba katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika na katika ardhi ya Tanzania. Ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wa Afrika wote, Afrika hii tumeshuhudia vipaji vingi sana, tumeshuhudia wachezaji wengi sana. Ligi ya mabingwa Afrika mpaka hivi sasa kila timu imeshacheza mechi 4 mechi 3, lakini tangu tumeanza kuishuhudia ligi ya mabingwa Afrika msimu huu hatujawahi kushuhudia ama kuona mchezaji aina ya Ino Loemba. Kwa mara ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika itakwenda kushuhudia kipaji kipya, kipaji kikubwa cha Ino Jospin Loemba. Mimi ni waalike, hii sio wa Tanzania tu, hii ni waalike wa Afrika wote, ni alike Afrika nzima. Kesho watupie jicho lao Benjamin Mkapa, waje washuhudie kipaji kipya Afrika, waje wamshuhudie Ino Loemba. Lakini sio tu Ino Loemba, ni mchanganyiko wa raha na burudani kesho zinakwenda kuonekana wakisimamiwa na mwamba wa Lusaka
Clatous Chama, lakini Libase Geye akicheza mechi yake ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika nyumbani Tanzania. Lakini kama haitoshi, tutakwenda kumuona Anicet Oura kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ni mchanganyiko wa raha, burudani na mambo mengi mazuri yanakwenda kuonekana katika mchezo huo. Mwana Simba ama Mwafrika kwa ujumla, hii siyo mechi ya kukosa. Watu kesho tutafurahi vibaya vibaya. Shomari Salum Kapombe El Capitano Baba Esa tayari amesha recover, yuko timam, yuko sawasawa. Amefanya mazoezi hii leo kwa 100% na atakuwa jahazini kesho kuiongoza Simba Sports Club. Neno la ziada ni kuambia tu wanasimba ni kuambia wanasimba ya kwamba tunawakaribisha Benjamin Mkapa, waje watupe support, waje waipe support. Kimsingi hii ni Simba mpya na hawa wachezaji ambao tumewasajili safari hii wana matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki wetu, kwa sababu wanajua wamekuja kwenye timu kubwa. Sasa wakiingia uwanjani alafu wakakuta kuna uhaba wa mashabiki, wao wenyewe wanakuwa demoralized kwamba au hii timu nilivyokuwa naifikiria na kuidhania ni tofauti. Kwa hiyo kesho twende tukawakaribishe wachezaji wetu, tukawakaribishe wachezaji ambao wameunda na kutengeneza Simba mpya, tukawape support, tukawatengenezee pressure ya mafanikio. Watakapoingia uwanjani wakakuta Benjamin Mkapa imetapika, hata wao wanapata pressure ya kutaka kufanya vizuri, kwa sababu hawataki kuwaangusha watu ambao wamekuja uwanjani. Chonde chonde mashabiki wa Simba, hii siyo mechi ya kukosa, hii siyo mechi ya kukaa nyumbani. Kwa wale ambao bado wanaugulia matokeo ya mechi zilizopita, waachane nayo matokeo hayo, twende tukatafute matokeo mapya. Tumepoteza alama 9, twende tukatafute alama 9 zilizobaki, na hiyo inawezekana tukisimama thabiti kwenye nguvu moja. Kwa hiyo pengine labda unaahidi mashabiki wa Simba wale ambao walikuwa wanapitia wakati mgumu na mpaka wengine wakasema mioyo yao ni mepesi sana, hawezi kurudia haya maumivu ambayo Simba sasa hivi inapitia. Kwa mchezo wa kesho ndio mchezo ambao unaenda kukuta maumivu yote ambayo wamepitia. Mchezo wa kesho ni sawasawa na pain killer. Ni mchezo ambao unaondoa maumivu yote kwa wana Simba. Ni mchezo ambao unasahaulisha yote yaliyopita. Ni mchezo ambao unakwenda kutuzalisha upya wana Simba na kututengenezea imani na matumaini mapya wana Simba. Ni mchezo mpya kabisa huu ambao hatujawahi kucheza wana Simba. Kwa wale wote ambao bado unajua mechi, unajua alikosa nafasi, unajua yale yote tunakwenda kuyasahau rasmi kesho. Dakika 90 za kesho, kila kitu kinakuwa ni kipya. Tunakwenda kuandika historia mpya, tunakwenda kuwafurahisha mashabiki wetu kwa kiwango cha juu kweli kweli.